Naitwa Edson Kilato, mimi ni wakili wa kujitegemea. Leo tarehe 2 mwezi Mei mwaka 2025 nilipata nafasi ya kufuatilia kesi ambayo inamkabili mtuhumiwa Lau Mahabi ambaye anatuhumiwa kumshambulia na kumjeruhi Father Kitima pale Kurasini kwenye makazi yake usiku wa kuamkia tarehe 1 Mei. Kwa kifupi, baada ya kutembelea kule kwenye kituo cha polisi cha Ng'ombe ambao ni mkoa wa kipolisi wa Temeke, nilifanikiwa kuonana na ndugu Lau Mahabi. Ilikuwa ni majira ya leo saa sita mchana, na ambacho naweza nikasema kwa kifupi ni kwamba nimemkuta Lau akiwa kwenye hali ya kawaida. Hata nilivyoongea naye akasema kwa kweli haki zake zile za msingi, kwa maana ya mateso yote hajafanyiwa mateso wala ukandamizaji wowote. Alipata nafasi ya kutoa maelezo yake kwa hali ya kawaida kabisa. Sema pekee kitu ambacho alikuwa amekosa, labda wakati anakamatwa hakupata nafasi ya moja kwa moja ya kuwasiliana na ndugu zao. Lakini kwa ufupi ni kwamba at least hizi haki zingine za msingi alizipata. Na kuhusiana na swala zima la dhamana, kwa sababu baada ya kufika pale pia nilichukua hatua za kwenda kuonana na afisa upelelezi wa mkoa wa kipolisi wa Temeke, RCO. Kwa nilivyoongea naye akaniambia kwa sababu ya hawana uhakika na hali ya kiafya ya yule mtu ambaye alijeruhiwa Father Kitima, kwa hiyo wasingeweza kutoa dhamana mpaka pale ambapo watakuwa wamejiridhisha juu ya hali ya Father Kitima inaendaje. Pamoja na kwamba of course nijaribu kuuliza kwamba kwa sababu sheria imeweka mazingira na ambaye anaweza kapelekea mtu akakosa dhamana, na moja ya sababu kwa mujibu wa sheria sio hiyo, kwa sababu sheria imetaja, lakini bado upande wa polisi walisisitiza hilo, na mimi niliona isiwe nongwa, tusiende kubishana kwenye hilo. Basi baada hapo nikawa nimetoka ili nione tushauriane na familia kwamba tunaweza tukafanya kitu gani. Kwa hiyo ambacho naweza nikasema ambacho kwa kweli naweza nikapongeza ni ile angalau ile kuto kumnyanyasa au kufanya vitu vingine. Kwa hiyo nimemkuta akiwa na afya nzuri, anaendelea vizuri. Lakini ambacho naweza nikasema kwamba bwana Lau Mahabi ni kijana ambayo ni muumini wa kanisa pale Kurasini, mtu mwenye mahusiano mazuri kabisa, na ni Mkatoliki ambaye ni ile tunasema ni kindakindaki kwa lugha ya mtaani. Anafahamiana vizuri na uongozi mzima, amekuwa kihudumu pale, ni sehemu ambayo amekuwa akienda kula mara nyingi. Na pale kwa sababu kuna hostel, ameniambia pia hata wakati mwingine nyumbani kwake akiwa labda amepaka rangi au amefanya matengenezo ya nyumba yake, ameweza kulala pale na familia yake. Kwa hiyo na yeye mwenyewe kidogo ili jambo lilivyokuja ni jambo ambalo lilimshtusha sana, kwa sababu hakutegemea kwamba angeweza kutuhumiwa kuonekana kwamba yeye amemshambulia Father, mtu ambaye ana mahusiano naye, mahusiano ambayo ni mazuri sana. Kwa hiyo ni jambo ambalo limemshtua sana, na kwa kifupi kwa kweli ameumizwa sana, na anasema kwa kweli nitoe kwa niaba yake, nitoe pole kwa wingi kwa Father Kitima ambaye amejeruhiwa, lakini pia nitoe pole kwa waumini wa kanisa Katoliki pamoja na uongozi wa kanisa kwa ujumla. Kwa ni jambo ambalo kwa kweli kwa maoni yake anasema inatakiwa polisi wafanye wajibu wao vizuri, waweze kuchunguza ili hatimaye aweze kupatikana mtu ambaye amehusika zaidi kwenye jambo hilo, kwa sababu yeye asingekuwa na sababu yoyote kwa mahusiano waliopo. Kanisa limekuwa pia likimsupport vitu vingi kwa ajili yake mwenyewe, lakini pia kwa ajili ya familia yake. Lakini maaskofu na viongozi wa kanisa karibu wote ana mahusiano ya ukaribu, yeye binafsi ana mahusiano ambayo ni ya karibu sana. Kwa hiyo yeye amekuwa ni kama sehemu ya familia ile. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli kwa hali ya kawaida lisingeweza kutegemea. Kwa hiyo kwa kifupi ameyazungumza hayo. Sasa ambacho kwa sasa mimi kama wakili wake pamoja na familia ambao tunasubiria, tunategemea wenzetu wa jeshi la polisi wataendelea kuzingatia haki zake za msingi na watazingatia sheria za nchi ambazo zinamtaka bwana Mahabi aweze kupata dhamana, na aweze vile vile kama kutakuwa na hoja kumfikisha mahakamani, basi afikishwe mahakamani kwa wakati, na uchunguzi kama unafanyika wafanye uchunguzi ambao hauna hiana, uchunguzi ambao kila mtu mwenye akili akiangalia aone kabisa kweli ni uchunguzi ambao unalenga kuhakisi ukweli ambao upo dhahiri. Kwa sababu kwa mazingira yaliyopo sasa
hata ukiangalia kwa hali ya kawaida unajaribu kujiuliza kwamba Mahabi angeweza labda kumjeruhi father ili aweze kupata nini. Kwa hiyo ni mambo ambayo kujaribu kujiuliza. Je, alikuwa na mahusiano yoyote ambayo ni mabaya? Jibu ni kwamba ni hapana. Yule ni mtu ambaye ni sehemu ya familia ile, na ni mtu ambaye amekuwa akisaidiwa vitu vingi sana na kanisa, na amekuwa akihudumu kwenye kanisa kama ambavyo nimesema. Kwa hiyo tutoe rai kwa wenzetu waendelee kufanya uchunguzi, lakini haki zake zingatiwe, na wenzetu wa jeshi la polisi tuwasihi waendelee kufanya majukumu yao kwa kuzingatia sheria zetu pamoja na katiba ya nchi, kwa sababu nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria pamoja na katiba yetu. Isiendelee kufanyika kwenye namna ambayo italeta taswira kwamba pengine vitu vinafanyika kwa utashi badala ya kuangalia sheria pamoja na katiba yetu ya nchi pamoja na PGO ambayo pia ni muongozo wa jeshi la polisi unasemaje. Hayo ndio mambo ambayo ni ya muhimu ya kuendelea kuzingatia. Na kwa kadri ya taarifa nilivyofika pale polisi Chang'ombe, namba ya faili la uchunguzi la mteja wangu ndugu Lau Mahabi ni CH kwa maana ya CHA kwa maana ya Chang'ombe mkwaju RB mkwaju 1533 ya mwaka 2025.